Michezo wa Kawabe Media, karibu sana katika maiki za Kawabe, na tuendelee kufaidisha, kukupa kile kitu ambacho unastahili kukipata. Na taarifa ambayo leo hii inaendelea kuchukua nafasi ni moshi mwekundu, moshi mweupe waendelea kutanda katika mitaa ya wekundu wa Msimbazi. Simba yakamilisha katiba mpya ambayo ilikuwa inazungumzwa kwa siku nyingi sana, lakini rasmi klabu ya Simba imekamilisha. Ni ishara gani? Nikasema nigonge hodi kwa mbukuzi wa soka, nimfuate alipo mbukuzi wa soka, atoe comment yake kuhusiana na hili. Mimi naitwa Ernest Singano, mdadisi wa soka. Niambie ndugu yangu Ernest. Upo vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah rabbil alamin. Mambo yanasonga kaka, na tupo vizuri kiukweli. Upo kwenye mfungo? Hapana, mimi naanza kesho. Mimi naanza kesho. Bana, sawa. Tuambie kwenye hiki ambacho kimetokea leo hii, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, katiba mpya hatimaye rasmi. Maneno yalikuwa mengi yalizungumzwa, lakini hatimaye hakuna lenye mwanzo likakosa mwisho. Hii ni ishara njema kwa upande wa Simba. Napata ukakasi kusema kwamba ni ishara njema. Kwa nini? Kwa sababu mfumo uliokuwepo, tuseme mfumo ambao alikuwa anautaka Mohamed Dewji, na mfumo ambao unatakiwa na serikali. Ukiniuliza mimi ningechagua mfumo wa timu kumilikiwa na tajiri. Mimi ukiniuliza mimi ni mfumo wa timu kumilikiwa na tajiri, lakini sio kwa maana ya kununua. Sijui unaelewa vizuri Sio kwa maana nisema sio kwa maana ya kununua. Kwa maana ya kuichukua timu, kuihodhi, yani yeye kila kitu kiwe chini yake. Sio vizuri. Ni kweli marekebisho ya katiba mpya yamefanyika, ambayo haya yanaweza yakaondoa migogoro ile kuwepo baina ya baadhi ya wanachama ambao walikuwa wamkubali Mo Dewji na hao wanachama. Zile kelele pia Simba kukwama kwenye issue ya uwekezaji serikalini, kuanzia FCC mpaka Lita, ambapo kiuhalisia serikali wamefanikisha kile ambacho walichokuwa nakitaka. Kwa nini? Kwa sababu Simba wamepita zile nyayo ambazo Young Africans walikuwa wanapita. Umeona? Kwa maana kwamba Simba itaendelea kuwa chini ya umiliki wa wanachama. Zile 51% zimepewa nguvu maradufu. Kwa maana ya wanachama wamepewa nguvu maradufu ya kuendelea kuwa wamiliki wa Simba Sports Club. Kwa kila kitu kitafanyika kutokea kwao. Simula vizuri. Lakini simuona huu mfumo ambao umebadilishwa hii katiba, ndio ambao uko Young Africans. Huu ni mfumo mgumu sana. Ni mfumo mgumu sana kwa klabu zetu kuweza kufanikiwa. Mfumo ambao uko Yanga na huu mfumo ambao upo Simba Sports Club, ukiniuliza mimi, unaruhusu wawekezaji watatu. Ni mfumo mgumu sana kufanikiwa. Yaani mfumo ambao pia na wenyewe utaleta migogoro. Ila kwa upande mwingine sasa, ugumu hasa upo wapi? Huu mfumo unaruhusu kuwa na wawekezaji zaidi ya mmoja. Si ndio maana yake? Sasa kuna vitu viwili vinapaswa kufanyika hapa. Either wale wawekezaji ambao watakuja kuwekeza Simba Sports Club ama Young Africans, wanapaswa wote kuwa na mawazo yanayofanana. Wote wawe na akili ya Young Africans ama Simba Sports Club kufanikiwa. Yaani wasiangalie tu faida. Simula vizuri. Wakiwa wanaangalia faida tu kwa sababu ya mtaji waliokuwa nao
Yanga na Simba wa mashabiki na wanachama, inaweza ikaleta shida. Wawe na interest za kimpira na mawazo yao yaendane, ila wakitofautiana kimawazo hawa wawekezaji, ina maana klabu itakuwa na migogoro. Kuna mwekezaji mwingine atataka kutumia sana fedha ili kuifanya klabu kuwa bora zaidi. Kuna mwekezaji mwingine atataka klabu izalishe wachezaji vijana, yani wasitegemee tu fedha ambazo zinazotoka kwenye klabu au mfukoni au kwenye ile faida ambayo anaipata. Simula vizuri. Au afu kuna mwekezaji mwingine anaweza kawa anaunga hoja kati ya mmoja wapo hapo. Kwa kukawa kuna sintofahamu. Hii shawi kutokea Shikamuriki wa Shibaton Groove Arsenal. Arsenal walikuwa na wakina Gazidis, nakumbuka wakina Stan Kroenke. Unajua mfumo alienda nao mpaka mwisho wa siku, wale wakina Gazidis wakaondoka akamwachia Stan Kroenke. Sasa hivi Stan Kroenke yeye ndio mmiliki wa Arsenal peke yake. Fuatilia vilabu vyote vikubwa duniani, mmiliki huwa ni mmoja. Si una vizuri? Ila kwa vilabu ambavyo vinaongozwa na wanachama, mwenyekiti hapaswi kuwa hohehahe wa wanachama. Yaani mwenyekiti anapaswa kuwa tajiri ama mtu ambaye analinda interest za tajiri. Sijui unanielewa vizuri? Na ndio maana unaona Young Africans mwenyekiti sio GSM, lakini mwenyekiti ni Engineer Hersi Saidi, ambaye kiuhalisia Engineer Hersi Saidi analinda interest za nani? Za tajiri, ambapo kiuhalisia anatengeneza hayo mazingira ya randia GSM labda kutokupata hasara, ufadhili na mambo tofauti. Lakini akiwa mwenyekiti ni mwingine tofauti na tajiri, hapo migogoro haiwezi kuisha. Simula vizuri. Real Madrid ni klabu ambayo inaongozwa na wanachama 100%. Lakini Real Madrid usipokuwa bilionea wewe, huwezi kwenda kugombea upresident. Unamwona Florentino Perez ni bilionea, mfanyabiashara mkubwa, ndio president wa Real Madrid. Akishakuwa pale yule president bilionea mkubwa tajiri, atavutia makampuni mengi kuja kudhamini pale. Lakini leo hii mimi Kapuku nikiwa mwenyekiti wa Simba, naweza nikawa na ushawishi gani wa kuweza kuyashawishi hayo makampuni kuja kudhamini kwenye klabu ya Simba? Na ndio maana Simba kabla ya ujio wa Mo Dewji walikuwa na struggle. Uchumi ulikuwa mbovu, hawana kitu, wanategemea vijana wa kuwapandisha juu. Lakini alipoenda Mo Dewji pale, makampuni yakatengeneza trustness, uaminifu, ndio Simba tukaanza kuona wanaanza kusaini mikataba mikubwa. Sijui mna vizuri. Eneo lingine labda ambalo wanaweza wakafanikiwa wawekezaji ni eneo hili hapa. Kwa mfano Mo Dewji awe na watu wake wengine wawili. Yani unazungumzia Mo avute watu wake ambao anawafahamu yeye. Au labda GSM, sio nasimamia. Watu watakaokuja pale kuwekeza Yanga wawe na interest zinazofanana. Ndio hivi vilabu vinaweza vikafanya nini? Vikafanikiwa. Na wawe wote wawe na utii kwa yule tajiri mkubwa. Lakini wakiwa na interest zisizofanana, migogoro haiwezi kuisha. Kwa hiyo solution sio katiba kubadilishwa. Simula vizuri. Solution ni aina hii ya mfumo ambayo ipo kwenye hivi vilabu vikubwa viwili, inaweza ikawafanya wakapata hiyo transformation kirahisi. Na hiyo transformation wakifanikiwa, inaweza kufanikiwa, wawekezaji watakaokuja wanaweza wakaendeleza interest za klabu kufanya vizuri. Sijui mela vizuri. Na wapa tena assignment. Vilabu vyote vikubwa duniani vilivyofanikiwa
viwe vya wanachama ama viwe vya matajiri ambao wamewekeza. Brother Singano, vilabu vya wanachama lazima visimamiwe na matajiri. Yaani tajiri ndio awe president wa klabu, au amweke mtu ambaye anaendana naye interest. Kwa hawa mabwenyenye matajiri wanafanikiwa, na umeona vilabu vingi kwa mfano kama barani Ulaya vimenunuliwa na matajiri. Kwa mfano wewe fikiria sasa kama England, Manchester United, familia ya Glazer ni klabu kubwa. Arsenal, Stan Kroenke. Ukienda Chelsea, Todd Boehly na Baghdadi. Sijui unanielewa vizuri. Ukienda labda Newcastle United, unamzungumzia mtoto wa mfalme wa Saudi Arabia bin Suleimani. Ndio wanamiliki hivyo vilabu. Wanamiliki. Ndio maana mimi nilishangaa mtu anakuambia anataka wewe peke yake Mo. Of course. Lengo na mazumuni ya kutaka kuwa peke yake ni kutokukaribisha mgongano wa kutokuelewana. Yaani mwisho wa siku ukikaribisha watu wengi zaidi ambao interest zao hazifanani, mtagombana. Vipi kama hii Mo hajaipokea kwa uzuri tuseme, kwa sababu pengine na ametoa pesa zake na amehudumu kwa miaka mingi sana klabu. Kwa hiyo hapa hii imekaje? Of course ni issue ambayo lazima itamuumiza. Sijui wamekubaliana nini wao wenyewe. Lakini kiuhalisia kama wakitaka Mo Dewji aendelee kuwepo, ni lazima Mo Dewji aendelee kuwa na power. Na kama mwenyekiti Murtaza Mangungu yuko pale kama mwenyekiti, basi anapaswa kuwa kitu kimoja na nani? Na Mo Dewji. Sijui unanielewa vizuri? Ili mambo yafanye nini? Yaende. Ila kama hawezi kuwa sawa na Mo Dewji, inabidi atafutwe tajiri mwingine ambaye atakayeendana sawa na nani? Na Murtaza Mangungu, ili Simba kufanya nini? Kuendelea. Inawezekana? Ndio hilo sasa mimi silifahamu. Ama ndio mwanzo nilipokuuliza ukasema, ukaanza kugunaguna ukasema una mashaka. Of course. Kwa hiyo issue ya Mo Dewji kutoka huko alipotoka mpaka kufika hapa na kadhalika, mimi nishakwambia kwamba kuna ujanja na usaliti, ambapo kiuhalisia hata bodi ya wakurugenzi ya Simba iliyokuwa chini ya Mo Dewji ambayo ilikuwepo ilikuwa ni batuli kulingana na kile ambacho serikali inachokitaka kuhusiana na katiba ya Simba. Kwa hiyo serikali imefanya kile kitu ambacho inachokitaka. Ndio inataka mfumo huu, mfumo ambao umeorodheshwa leo na msajili kwenye katiba, ule mfumo ndio anataka serikali. Lakini tujiulize, ni mfumo rafiki kwa vilabu vyetu kufanikiwa? Ukiniuliza mimi mfumo bado una process nyingi za hivi vilabu kufanikiwa. Yaani inawezekana wakafanikiwa kwa sababu ya ufadhili, kama jinsi ambavyo GSM alivyokuwa pale Young Africans alivyojapatanisha, lakini sio kwa wawekezaji watatu, italeta mgogoro. Labda Mo Dewji aendelee kuifadhili Simba pale, umeona, au ujanja ufanyike, GSM atafuta watu wake wawili ambao wanaendana interest, waingie pale kama wawekezaji watatu. Mo Dewji na yeye aingize watu wake wawili wanaendana interest, wao wawekezaji watatu, maisha mengine afanye nini? Yaendelee. Ila nje hapo wakiingia matajiri ambao interest zao hazifanani, hizi klabu zitaingia tena kwenye conflict. Mwisho wa siku hawawezi kufanya vizuri kama wanavyotaka. Kwa hiyo transformation, kukamilika kwa katiba haina maana kwamba transformation ya Simba Sports Club imekamilika. Hapo nataka nikuulize yale maswali ambayo Mo alioji juzi na kutuma comment kwamba transformation imefikia wapi? Transformation kaka itakuwa ni Yanga. Mimi ukiniuliza transformation sidhani kama itakamilika. Sidhani kama itakamilika. Na hata kama itakamilika, basi itakamilika kwa interest zile za tajiri huyu mmoja. Hawawezi kuwa matajiri watatu. Na wakiwa matajiri watatu kaka, na kuhakikishia leo tupo hapo unanioje, migogoro tena itaibuka kwenye hivi vilabu kupitia wale matajiri, kwa sababu sio kila tajiri interest zake yani akili yake yote ipo kwenye klabu kuweza kufanya vizuri, kuwafikiria nyinyi mashabiki. Na ndio maana unaona Manchester United mashabiki wanalia na familia ya Glazer. Ndio maana unaona Arsenal kuna kipindi fulani walikuwa wanakufa na wamiliki wao.
Baada ya kuondoka wale wamiliki wengine, ndio Stan Kroenke ndo akaanza kupambana sasa kutumia hela. Arsenal walikuwa watumii hela, walikuwa wanamtegemea mzee Wenger, Arsenal Wenger kupandisha vijana. Arsenal mpaka wakawa wanaitwa timu ya watoto, unakumbuka? Kwa sababu ya interest za matajiri, walikuwa wanaona wanaingiza faida. Hasa kama tunaingiza faida, tutumie fedha nyingi za nini? Na kibaya zaidi, matajiri waliokuwepo Arsenal ambao wote walikuwa ni wawekezaji, walikuwa hawapendi mchezo wa mpira wa miguu, walikuwa na michezo yao mingine. Vipi kuhusiana na vilabu vyetu wakipata matajiri wa namna hiyo? Unaona kuna kufanikiwa hapo. Kwa hiyo niwaambie tu mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba, kukamilika kwa katiba hii haimaanishi kwamba mchakato wa mabadiliko unaenda kukamilika, au haina maana ya kwamba patatulia. Ili patulie Simba ni lazima wawe na mtu ambaye anaweza akaishika Simba kama alivyoishika GSM na Yanga vile. Huku anaenda kwenye mchakato wa mabadiliko, anajaribu kupanga namna gani ya kuweza sasa kufanya at least ujanja kidogo ili maisha yaendelee. Bado zitaendelea kuwepo, si ndio hivyo unachokimaanisha? Kama hatopata tajiri ambaye anaweza akaishika Simba kama mfadhili, kwa sababu tajiri atakayepatikana hivi sasa atasimama kama mfadhili. Simula vizuri, kwa sababu uwekezaji ulikuwa hujafanyika, ulikuwa ni uongo. Mimi nilikuwa nazungumza kila siku hapa, hakuna uwekezaji bado. Lengo la mwekezaji akiwekeza sehemu lazima apate profit, faida. Hasa alichokuwa anafanya Mo Dewji bado ulikuwa ni ufadhili ambao sasa ndio anapaswa aendelee nao sasa hivi sasa kama mfadhili. Huko ameshikilia Simba akiwa analinda interest zake, alafu amuini Mangungu awe upande wake, na hata Mangungu baada ya muhula wake kuisha atafute mtu ambaye anaweza akaendana naye yeye kama mfadhili, wakati wanaendelea kuchakata mchakato wa mabadiliko uweze kukaa sawa, ili wapate hao wawekezaji wengine wawili ambao wataendana pia na interest zake. Ila interest zikiwa tofauti, Singano narudia tena kukwambia, migogoro ipo pale pale. Kauli ya mwisho ya mdadisi Hamisi Kabwe, migogoro ipo pale pale. Shukrani sana mzee wangu. Nashukuru sana ndugu yangu.